Karibu Wina Media upate habari mbalimbali za michezo, uchambuzi kutoka ligi kuu Tanzania bara. Subscribe na bonyeza alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata habari zote hizi. Mambo vipi mwanamichezo, ni wakati mwingine tena mzuri kabisa tunakutana katika chaneli yako pendwa kabisa ya Wina Media, tukiweza kujuzana yale yote makubwa ambayo yanaendelea kwa sasa ndani ya kikosi cha klabu ya soka si wengine bali unazungumzia hawa ni klabu ya soka ya wananchi Young Africans na Simba Sport Club katika kile kinachoendelea kwa sasa juu ya mchezo wa dabi ya Kariakoo ambao ulikuwa na mvutano mkubwa kabisa kweli kweli, maneno ya hapa na pale yakiweza kujitokeza juu ya dabi hiyo baada ya msemaji wa klabu ya soka Young Africans Ali Shaban Kamwe kuweza kutangazia umma kwamba mchezo wa dabi ya Kariakoo ambao ulikuwa umezoeleka mara nyingi kupigwa katika dimba la Benjamin Mkapa, Dar es Salaam, Tanzania, lakini safari hii ukahamishiwa kule visiwani Zanzibar, Tanzania, ambapo pia kukaweza kuibuka maneno mengi juu ya mchezo huo. Kwa nini unapelekwa huko na kwa nini usipelekwe pale katika dimba hapa nazungumzia la Benjamin Mkapa? Sasa inaelezwa kwa mabadiliko ambayo yameweza kujitokeza katika ratiba hapa nazungumzia kuhusiana na mchezo huo, ambapo kila kitu kitaenda kuwekwa wazi. Pia kumekuwepo na minong'ono juu ya marefari ambao mpaka sasa hawajatangazwa pia na wao. Sasa mimi nimekusogezea taarifa zote hizo na nyinginezo, kwa sababu kumekuwa na maswali kwamba pengine je, marefari wa sasa hivi pia wanatoka nje ama ni hawa marefari kutoka ndani? Sasa hayo na mengine mengi ambayo yamekuwa yakiweza kukutatiza maswali hayo, basi mimi ninayo majibu yake. Utakwenda kujua hapa kila kitu ambacho kinachoendelea kwa sasa kwenye kikosi cha klabu ya soka Young Africans pamoja na Simba Sport Club kuelekea mchezo huu ambao umebeba hisia za watu wengi. Yote hayo na mengine mengi tutakwenda kuyajua hapa, ila kabla tujaendelea nikukumbusha kwamba kama ni mara yako ya kwanza kabisa unatembelea katika chaneli ya Wina Media, ajua kwamba umepitwa na taarifa nyingi. Sasa ili usiendelee kupitwa na taarifa zetu, cha kufanya ni kitu rahisi kabisa. Kwenye simu yako ni kubonyeza tu neno jekundu liloandikwa hapo no subscribe, na kisha ukabonyeza alama ya kengele iliyoko hapo chini pembeni. Kufanya hivyo kutakuwezesha wewe kupata taarifa zetu popote pale unapokuwepo, pasipo kuweza kuhangaika huku na kule kwenye kutafuta taarifa. Taarifa zinakuwa zinakufikia moja kwa moja kwenye simu yako. Karibu tuweze kuzungumza kuhusiana hili ambalo lilopo kwa sasa kwenye kikosi cha klabu ya soka ya Young Africans pamoja na Simba Sport Club. Karibu. Bana, klabu ya soka ya wananchi Young Africans kuelekea mchezo huu wanaonekana kuweza kujipanga zaidi shaili ya kwamba wana uhitaji mchezo huu na wako fiti kabisa wanaonekana, huku Simba Sport Club wao wakianza safari yao kuelekea dabi kwa sare ambayo kidogo imeanza kuwatilia mashaka mashabiki wake juu ya kuelekea mchezo huo. Sasa hivi kumekuwepo na minong'ono juu ya waamuzi ambao watachezesha mchezo huu, ambapo imeonekana kuwa ni moja kati ya sintofahamu nyingine ambayo iliyopo, ambapo msimu uliopita waamuzi walitoka nje. Safari hii je, waamuzi watatoka nje kuondoa zile sintofahamu za watu kuhisi kwamba referee fulani akikaa kati basi timu yetu inafungwa siku hiyo? Sasa hilo ni jambo ambalo limekuwa na hapa nazungumzia moja kati ya sintofahamu ambazo zilizopo kwa sasa. Kwa hiyo kila mmoja amekaa kuweza kusubiri kuona ni kina nani ambao wataweza kufanikisha moja kati ya yale ambayo yanayoendelea kwa sasa kwenye kikosi cha klabu ya soka. Hapa nazungumzia kile ambacho kinachoendelea. Lakini kuelekea mchezo wa dabi ya Kariakoo, kwa upande wa Simba inaonekana kuendelea kupata majanga, na majanga hayo ni baada ya sintofahamu iliyotokea kati ya wao na mchezaji wao, ambapo hii inakuwa ni faida kwa klabu ya soka ya Young Africans, kwani huenda shirikisho la soka Tanzania TFF likamfungia mechi 5 Selemani Mwalimu endapo kama kamati kijiridhisha na kuona pasina shaka kwamba
kwamba lile tukio ambalo alilifanya zidi Dodoma Jiji katika mchezo wa mwisho kuelekea dabi la kumpiga kiwiko. Hapa nazungumzia mchezaji wa Dodoma Jiji. Kwa hiyo inasubiriwa hiyo, lakini tukio lingine ni la Jonathan Soa kuondolewa kwenye kikosi cha klabu ya soka ya Simba. Februari 2025 Jonathan Soa aliwahi kusema, namnukuu, Yanga ni nyumbani, hata nilivyopata ofa Singida niliwaambia rais wa Yanga ni kama baba yangu, najua alichofanya kwangu na kutengeneza maisha yangu. Mimi sio Mtanzania, ila yule kwangu ni malaika, ni jambo la muda, ipo siku nitacheza Yanga. Kumbuka Jonathan Soa akiwa Simba hajawahi kucheza na Yanga, na sasa wakati Simba wanakaribia mechi kubwa kaleta kituko. Hii ni kuwakwepa Yanga. Taarifa za kikachero, taarifa za ndani zinasema huyu ndiye yule jasusi ambaye amekuwa akivujisha siri za timu kwenda upande wa pili. Inasemekana jamaa amekuwa akichukua mpunga kutoka kwa malaika wake kama sehemu ya shukrani, na striker amekuwa akipiga mazinga malaika mara kibao tu. Inaelezwa kuwa striker amefanya hivi makusudi kuzima kelele za mheshimiwa diwani na vijana waliotoka Rombo juzi, maana ilikuwa inaondoa utulivu kambini, hivyo wamesukuma kete hii ili kuhamisha mjadala upande wa pili. Taarifa zinasema striker aliitwa na bodi ya Simba kuelezwa changamoto zake, akakubali na akaomba radhi, ila kipindi hiki amebadilika ghafla kuliko Zuena, na Steve Banker ameona jamaa anaweza kusababisha samaki wengine wakaoza. Sospita Ilagila mchambuzi ameweza kuandika haya kuhusiana na kile ambacho kinachoendelea kwa sasa kwenye kikosi cha klabu ya soka hapa nazungumzia Simba Sport Club. Kwa hiyo yale ambayo yanaendelea kwa sasa ni namna ambavyo kila mmoja amekuwa akiweza kushuhudia namna gani ambavyo kinachoendelea kwa sasa kwenye kikosi hicho, lakini inaelezwa kwamba ukiachana na hayo, ukiniuliza kwa nini misimu minne ya utawala wa Yanga kaenda robo fainali moja, kafu nitakuonesha hii picha. Hii ndio msingi wa mafanikio ya ndani ya Yanga. Ukisikia GSM anakuambia Yanga bingwa, huwa anatazama ligi ya ndani kwa picha kubwa nje ya dakika 90, kitu ambacho Simba na Azam hawana. Ukiachana na ubora wa Yanga kwa hii misimu, wanajua sana kuicheza hii michezo nje ya uwanja tofauti na wenzao, na kama wenzao watastuka mapema, Yanga anachukua mara 10 mfululizo. Niko pale. Yanga wana timu wakikutana nazo zinabadilisha vikosi vyote, wanacheza na kikosi B wanashinda kirahisi sana. Yanga wana timu wakienda kucheza nao wanaboresha kwanza mikataba ya udhamini wa GSM, yani mchana wanaongeza mkataba wa udhamini, alafu jioni mechi unategemea nini? Niambie mara ya mwisho Yanga kucheza na timu ambayo imeahidiwa bonus ni lini? Walicheza na Tabora United, baada ya hapo ikabadilishwa jina na umiliki, wakaanza kupeana wachezaji muhimu, na utasikia tena hadi ya RC. Unakumbuka sakata la Simba pale Mwanza? Unaona bana, huyu ni mchambuzi Alagila akiweza kuzungumzia kile ambacho yeye anakitizama kuelekea dabi ya Kariakoo, ambapo kila mmoja akiweza kuona kama kwa ufaida na hasara ambayo yuko nao kuelekea mchezo huu. Tusubiri kuweza kuona atakuwaje, ila weka maoni yako hapo chini katika upande wa comment kuelekea mchezo huu wa dabi.